Ndugu mtazamaji, leo nakuletea sehemu nyingine tena ya mrejesho wa nini kimetokea toka pale ambapo tulipanda. Kumbuka mara mwisho tuliachana tukiwa tumeshapanda mbegu zetu, tumeweka mbolea, tukapanda. Kwa sasa leo nakuletea ni nini kimetokea baada ya kupanda au ni kipi tulikifanya baada ya kupanda. Kwa hili ndio lile shamba letu. Samahani kama picha hii itaonekana vizuri kwa sababu kuna jua. Saa hizi jua limechelewa kuzama leo, saa hizi ni saa 11:30 la saa 12, lakini jua bado linawaka. Utanisamehe kama picha zitaonekana vizuri. Kwa hili ni shamba letu lile kama mnavyolikumbuka. Kwa hiyo nataka nikueleze nini nilikifanya baada ya kupanda mbegu. Basi siku 21 baada ya kupanda zile mbegu zetu kama mnakumbuka, tulianza kwanza wiki moja tu baada ya kupanda mbegu zetu. Baada ya wiki moja mbegu zilianza kuchomoza. Zilipochomoza vizuri kabisa, tulianza kurudishia mbegu ambazo hazikuota. Unajua ukipanda wana matikiti, sio kila mbegu yote inaota. Kwa kuna zingine ambazo zinasumbua kuota, kwa inabidi urudishie. Kwa baada ya siku 7 zile tulianza kazi ya kurudishia mbegu ambazo hazikuota. Kwa tulifanya kazi hiyo ya kurudishia mbegu, tukarudisha kote ambapo kulikuwa tumeona hazikuota vizuri, au kuna zingine ziliota lakini tulikuwa tunaziona kwamba hazitaweza kufanya vizuri, kwa tuliweza kurudishia. Kwa baada ya kurudishia, baada ya ile siku 21 za kurudishia mbegu, baada ya ile siku 7 za kurudishia mbegu, tulikaa siku 21 toka tupande, yani siku 14 toka mbegu zile ziote. Kwa ndani hizo siku 14 maana yake ni kwamba hata zetu zilizorudishia zikawa zimeshaanza kutoka. Kwa baada ya hizo siku 21 tukaanza kuweka mbolea yetu ya kwanza baada ya mbegu kuota, chana ile ambayo tulitumia kupandia. Kwa hiyo tukaweka mbolea nyingine ambayo tuliweka kipindi hichi, tuliweka mbolea ya tuchanganya mbolea ya urea, tukachanganya na mbolea ya nitrable ya kampuni ya Yara. Kwa tuchanganya hizo mbolea mbili tukaweka kwa pamoja. Kwa tuliweka mbolea ya Yara na mbolea ya nitrable kwa pamoja. Tukaweka kwenye matikiti yetu mbolea ya Yara na mbolea ya nitrable. Kwa tulinunua kama, yani tulichanganya nusu kwa nusu. Wastani kama nusu kwa nusu ya urea ilipungua kidogo. Kwa mbolea tulitumia hiyo tukaweka kwenye shamba letu. Baada ya hizo siku kuweka mbolea, kitu kilichofuata hapo tulikuja tukapiga booster. Na booster tulipiga hizo baada ya siku hizo 21, zikupishana sana. Kwa tulipiga booster kwenye mimea yetu. Tulipiga booster kwa ajili ya kusaidia rutuba kwenye majani. Kwa tulitumia booster ya Yara. Kwa hiyo kuna Yara wana booster yao ambayo tulitumia kupiga kwenye shamba letu. Na pia nikukumbushe tu, nilisahau, mbegu baada ya kuota kuna wadudu huwa wana tabia kukata mche ukiota. Kwa hiyo tulipiga dawa moja inaitwa Atcan C. Sijui kama utaweza kuikariri, inaitwa Atcan C. Kwa hiyo tulipiga Atcan C. Tulipiga Atcan C ili kuzuia mdudu asikate. Baada ya kupiga hiyo Atcan C na kupiga mbolea, kuweka mbolea maraba. Baada ya kuweka mbolea hiyo na baada ya kupiga booster, tulinunua pia na sumu kwa ajili ya kuua wadudu. Kuna wadudu walitokea huku tena kama funza fulani. Wako kama funza lakini wa kijani. Kwa walikuwa wanakula majani, vitu kama hivyo. Kwa hiyo tulitumia sumu inaitwa Snowcrone. Kwa hiyo ndio sumu ambayo tunatumia sisi shambani. Kwa hapa shambani kwetu sisi tunatumia sumu ya hiyo inaitwa Snowcrone. Japo sikushauri na wewe ukanunue Snowcrone, ila mimi ndo naitumia. Wewe utategemea na utaposhauriwa na wataalamu pia watakushauri kwenye shamba lako. Tunatumia sumu ya Snowcrone. Tunaua wadudu hao kwa kutumia Snowcrone. Na pia tulipiga dawa za ukungu. Kwa wastani hapa tunapishanisha, kila baada ya wiki tunaangalia ni nini cha kupiga
Kama ni sumu inahitajika tunapiga. Kama tunahitaji kupiga dawa ya ukungu tunapiga. Kwa hiyo tunatumia pia dawa kwa ajili ya ukungu. Kwa vitu ambavyo tunatumia sisi hapa shambani kwa sisi madawa, tunatumia dawa moja inaitwa Farmagard, tunatumia Snowcrone, na pia tunatumia kitu kinaitwa Farmagard, Snowcrone, tunatumia booster na tunatumia dawa ya ukungu. Kwa hiyo vitu ndio tunavitumia hapa shambani kwetu kwa ajili ya kuendeleza kilimo chetu hichi hapa shambani. Ingawa na wewe utafanya kama utakushauriwa na wataalamu wako kwenye shamba lako. Na pia tulipata mafuriko kwenye shamba hili. Mvua za kipindi hicho zimekuwa mvua kubwa mno. Tumekuwa na tatizo la mvua mno. Kwa kama unaona hii mitaro ambayo tuliweka huko shambani, unaona hii ndio mitaro ambayo ilitusaidia kutokoa dhidi ya mvua. Na isingekuwa hii mitaro tungepata tabu kubwa mno. Ukiona kama kule chini kabisa, upande wa chini kabisa wa shamba kule ndio sehemu ambayo hatukufanikiwa kuponesha kabisa, kwa sababu maji yalijaa na paligeuka ziwa. Na hata watu wenye matikiti kipindi hichi ni wachache sana, na wengi matikiti yao yalizama kutokana na hizi mvua za 2018 zilizoanza kunyesha kuanzia mwezi wa 4. Zilikuwa ni mvua kubwa mno, kwa matikiti mengi yalizama. Pia kingine hapa tulipata shida ya nyuki. Kwa nyuki walikuwa wanaharibu matunda alikuwa yanaota. Nadhani kama utayaona, walikuwa wanaharibu haya matunda. Kwa hiyo ilibidi tuweke pia mitego. Tuweke mitego ya kuzuia hawa nyuki wasilete madhara makubwa shambani. Kwa tumejitahidi kuweka mitego kwa ajili ya kupambana nao. Kwa hilo tumejitahidi. Kingine kwenye shamba letu kwa haraka tulichokifanya, nadhani ni hayo tu. Kwa mtu kilima ukifanikiwa kufikisha hapa, kuzingatia tu kupambana na wadudu, kutumia booster hizo, kutumia dawa za ukungu. Na kama unalima kipindi cha mvua, pia ni muhimu kuweka hii mitaro ambayo sisi tuliweka wakati tunapanda kipindi kile cha mwanzo. Na makosa tulizani kwamba mvua zisingekuwa kubwa mpaka mitaro ivunje mpaka iharibu upande wa chini kabisa kule ambapo kwenyewe kumegeuka sasa kuwa ziwa. Na nyinyi mnajua, tunajua kama ni wafuatiliaji sasa hivi kwa mwezi huu wa 5. Mwezi huu wa 5 bei ya matikiti huko mnajua habari yake. Ni bei ambaye haishikiki. Ukienda tukununua tikiti la kula, tikiti la 1400, ile tikiti huko shambani tunatoa bure. Au ni yale matikiti tulikuwa tunauza 500, lakini sasa hivi yanauzwa 1400. Kwa hayo ndio mafupi kuhusiana na shamba letu, na tutarudi tena wakati mwingine kwa ajili ya mrejesho wa mambo mengine. Kwa hayo ni mambo machache ambayo tumeyafanya kwa sasa. Kilimo cha matikiti si kigumu sana kwa mimi kilinganisha na kilimo cha nyanya. Sema ni kilimo tu ambacho ni cha gharama sana kulinganisha na kilimo cha nyanya. Hapo ndo tofauti yake. Tofauti iko hapo. Lakini kilimo kirahisi kabisa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Nadhani tutakutana tena wakati mwingine.